Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa ni siku ya Alhamisi. Tunakwenda kugusia mwendelezo wa somo letu la wiki hii ambayo inasema ningefanya nini zaidi. Kabla hatujaendelea, niwakaribishe kwa ajili ya ombi. Tuombe. Tunakushukuru sana Mungu wa mbinguni kwa kutupatia tena muda huu mzuri wa kujifunza somo hili. Tunakuomba Roho yako Mtakatifu aweze kuwa mwalimu wetu kwa jina la Yesu, amina. Amen. Somo linasema kulithibitisha jina la Mungu. Nianze na mwalimu Henry atueleze kile ambacho tutajifunza katika siku ya leo. Karibu sana mwalimu. Asante. Kulithibitisha jina la Mungu kwa kulinganisha na mifano mingine tuliyopita kuiona katika masomo yaliyotangulia na masomo mengine inakuja kutuletea hapa, ambayo agenda inaweza ikawa ni tofauti kidogo na kichwa cha somo ambacho kuna kitegemea itaendelea kuwa na sio swali. Sasa hapa inatuletea kipengele cha kulithibitisha jina la nani? La Bwana. Sasa linathibitishwaje? Ukirejea kwenye siku ya Jumatano tuliona habari ya yule mwenye shamba anaamua kutuma mwanae. Alafu anamuua mwanae. Akisema tukishamuua huyu sasa hili tayari lishakuwa shamba la kwetu. Na hapo alituambia mwandishi kwamba hiyo ilikuwa inawakilisha kuonyesha kwamba udhihirisho wa kile Mungu alichokusudia habari ya kumkomboa mwanadamu na kukomesha uovu. Maana yake nini? Tunatupointi moja kwa moja kutupeleka katika habari ya msalaba. Maana yake kwamba kupitia habari ya msalaba na matendo makuu ya Baba yaliyofanyika na pia na matendo mengine ya Roho Mtakatifu, hayo ndio yanayolithibitisha jina la nani? Yanayolithibitisha jina la Mungu. Mfano ametupatia hapa kwamba katika wakati wa mwisho, amerejea kitabu cha Korinto wa kwanza ile sura ile ya 6 fungu la 2 na fungu la 3, anasema au hamjui ya kuwa watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Maana yake huko ni kudhihirisha kwamba Mungu ni Mungu ndio mmiliki wa kila kitu. Kwamba unadhihirishwa kwamba wakati watu wa Mungu watakapokuwa wameshakombolewa, katika wakati wa hukumu itakapokuwa inatoka hukumu ya mwisho, wale ambao watakuwa tayari kwenye upande wa Mungu, maana yake moja kwa moja obviously watalithibitisha nini? Watalithibitisha jina la Mungu. Lakini haishii hapo tu, anatupatia pia kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya 15 na fungu la 3, anasema nao wawimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa mataifa. Wanalithibitisha. Ni baada ya nini? Ni baada ya ukombozi. Kwamba Kristo alikufa ili sisi tupate kibali cha kuitwa wana wa nani? Wa Mungu. Maana yake siku tutakapokuwa tumekomboa, tutakapoingia mbinguni, maneno tutakayotamka ni haya ya kumrudishia utukufu na ukuu nani? Mungu, kwa maana yeye ndiye anayestahili. Hapa ametaja ni Bwana Mungu Mwenyezi. Lakini pia anamalizia anasema mfalme wa mataifa. Maana yake jina la Mungu linathibitishwa katika muktadha huo. Lakini Ufunuo 19:16 pia anasema naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwamba kupitia ukombozi ambao Kristo alitoa kafara yake pale msalabani, ndiyo jina linathibitishwa la nani? La Mungu kwa watu waliofanyaje? Waliookolewa. Lakini ukirejea pia hata wakati Yesu anafariki pale msalabani, alipokata roho, yule miongoni mwa askari akasema hakika yake huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwamba anathibitisha kila ambacho kilizungumzwa, anakithibitisha. Asante sana. Asante sana mwalimu Henry. Nimkaribishe mwalimu Lekwa atupatie kile ambacho pia tutatoka nacho katika siku ya leo, japo kwa ufupi, maana dakika zetu zinakimbia. Karibu sana mwalimu Lekwa.
Asante sana, nashukuru wewe mwalimu na ndugu mtazamaji anayetufuatilia toka mwanzo wa juma hadi siku hii ya Alhamisi. Kulithibitisha jina la Mungu. Kwa nini kwanza mtu kichwa kiwe ni kulithibitisha jina la Mungu? Kwani lilifanyaje? Hapo moja kwa moja utajua kwamba lilitiliwa mashaka. Au lilifichwa kwamba yani lilitiliwa mashaka na hiyo ndio kufichwa na kujitahidi sasa kupotosha. Sasa lilitiliwa mashaka wapi? Lilitiliwa mashaka, shetani alidai kwamba sheria za Mungu ni ngumu kuzishika. Yani alisema kwamba sheria za Mungu ni kuzishika ni ngumu. Ndivyo hata sadaya ukisema kujitambulisha mimi jamani ni msabato, mtu anasema hamna kusuka tena. Hamna kuvaa suruali wanawake, au mtu akisikia mimi ni msabato alafu hamna kusuka tena. Hamna, yani maana anachosema sheria zilizopo kule hazishikiki. Labda kwa miujiza, lakini hazishikiki. Hivyo inabidi, kwa maana nyingine nakwambia, inabidi tutafute sheria au tuzipunguze ili ziweze kushikika. Ndio kila maana sasa. Kwa hiyo madai hayo Mungu anataka kudhibitisha kwamba sheria hizo zinashikika, na utawaona watu watakaozishika. Na mtu wa kwanza Yesu alishuka, Yesu Kristo. Amen. Akaacha enzi ili katika ubinadamu huu wa kwangu na wa kwako Eric na mwalimu Henry hapo, katika ubinadamu huu bila kutoa uungu, alishinda kwa kulitumaini jina lake. Kwa maana nyingine sasa, tukisoma Warumi 3 mstari wa 25. Nitasoma tu hapo, utaona kwamba anasema Warumi 5 mstari wa 3:25. Anasema ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Unaona, tulia hapo. Kwa nini awe upatanisho? Ukirudi hapo ungeanzia 24, anaongelea Yesu. Hebu usome 24. 24 anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Neema yake nani? Endelea. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo. Kwa hiyo maana yake anasema cha kwanza, watu wote wanahesabiwa haki kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo. Na hapo 25 sasa anamalizia sasa kwamba kumbe shetani alitilia mashaka kwamba haiwezekani kushika amri za Mungu. Kama alitia mashaka, manake imani ndiyo ugonjwa uliozaliwa. Hakumwamini tena Mungu moja, na wala hakumpenda tena, na wala hakupendezwa tena, na pia hakupendezwa na kuwa na Mungu na kuwa na kushika amri zake zote na mazingira yote. Hapo sasa 25 ndo anasema kwamba hebu soma. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Ili aonyeshe haki yake. Aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu. Endelea. Katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanya. Apate kuonyesha haki yake wakati huu. Ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabiwa haki yeye amwaminie Yesu. Yeye amwaminie nani? Yesu. Maana yake ndio maana tunasema kwamba mbingu tutakabidhiwa mwanadamu mpaka pale imani itakaporejeshwa. Hata wewe tu, kama mazingira ya kawaida, vitu vyako unamwachia mtu ambaye humwamini? Hapana. Hata wewe mtazamaji, hapana, si ndio maana yake? Kwa mpaka mtu umwamini. Mimi naomba nimalizie sasa Ufunuo 9 mstari wa 17. Nadhani hapa Ufunuo 19 mtazamaji, mstari wa ngapi? Tuanzie wa 6 hapo. Tuanzie wa 6.
nikasikia kama sauti ya mkutano mengi na kama sauti ya maji mengi. Ukiendelea hapo unaona kwamba msomaji utaona kwamba ni habari ya ukombozi. Na furaha tushangilie, tushangilieni. Tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo. Unaona hapa tushaenda mbinguni. Tuko pale tumekaa kando ya bahari ya kioo. Tunaimba wimbo wa Musa. Mwalimu Henry alisema katika Ufunuo 15 alisoma. Sasa chini huko anasema naye akaniambia andika, heri walioalikwa karamu ya harusi. Hapo 8 naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Hawa watu wamepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, maana yake wako mbinguni, ambao sasa hawa ndo wanalishuhudia, wanalithibitisha jina la nani? La Mungu, kwamba inawezekana kuirejesha imani na kufanya mapenzi ya Mungu. Inawezekana. Aliyesema ni ubatili. Chini hapa anasema hivi, kwa maana kila zuri kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia andika, heri walioalikwa karamu ya mwana kondoo. Ni matendo ya haki ya watakatifu. Unajua kuna matendo ya aina mbili. Unaweza ukatenda zuri kwa lengo lako, lakini unaweza ukatenda zuri kwa sababu umeagizwa na bosi wako. Unasikia mtu, jamani, nimetumwa kuleta msaada hapa na mkuu kwenye ofisi yetu. Hajinadi yeye, ila hapa maanake, jamani, nafanya hivi kwa sababu ni mjoli tu wa Yesu Kristo, nisiyefaa kitu. Anasema. Kwa hiyo maanake hawa ndo wanalithibitisha kwamba jina hili, na wanalifurahi kwamba hakuna jina jingine, ni hili tu, na inawezekana. Kwa hiyo hati aliyoandika shetani inafutwa kwa matendo, kwamba inawezekana. Asante mwalimu. Mungu akubariki sana mwalimu kwa kutupatia hayo. Tumejifunza mambo makubwa. Natumaini mpenzi mtazamaji, tunapoelekea kuhitimisha somo letu la juma hili katika siku ya Ijumaa, na natumai umebarikiwa. Amen. Na sasa tunakwenda kuhitimisha, kuweza kupata sasa yale majibu. Tunaweza tukawa tena samale fupi ya kukueleza yale majibu ya maswali. Na swali letu la juma hili la Mungu anavyolalamika. Nipende kukaribisha sana mpenzi mtazamaji, tukushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi katika runinga yako au simu yako ya kiganjani. Ni kukaribisha kwa ajili ya ombi, na mwalimu tupatie ombi. Basi tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Muumba wa mbingu na nchi. Baba, tunaomba watazamaji na wote watakaohusika katika maandiko haya kuyajifunza, wabariki kwa jina lake Yesu Kristo. Amen. Amen.